Je, tunapopita kwenye nyakati hizi una neno gani kutoka kwa Bwana? Kwa sababu wenzetu waliopita kwenye mazingira ya namna hii na Mungu akatengeneza milango na wakatoka, mara nyingi sana walikuwa na neno na mara nyingi sana walikuwa na mbinu za kibibilia ambazo Mungu aliwapa za kuweza toka. Na ndio maana akina Daudi wanasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Si kwamba mabaya hayakumkuta, lakini kwa sababu imani yake alikuwa ameijenga kwa Bwana, alikuwa haogopi yale ambayo yanamkuta, bali imani yake alikuwa ameiweka kwa Bwana. Na kwa sababu imani yake alikuwa ameiweka kwa Mungu, sangapi Mungu asimvushe. Na ndio maana mara nyingi katikati ya mazingira ya hivi, kitu cha kwanza ambacho adui huwa anakishambulia kwako ni imani yako kwa Mungu, ili uache kumwamini. Na unaelewa, unaposhindwa kumwamini Mungu kwenye maisha yako, ya kwamba anaweza kukuvusha mahali unapopita na ulipo tayari umejijengea na kujitengenezea ukuta wa kukwama na kubaki pale pale. Na ndio maana hawa watu akina Shadraki walimwambia mfalme, Mungu wetu tunayemtumikia atatuokoa. Maana yake walikuwa wanajua na walikuwa wamejifunza ya kwamba Mungu ni Mungu anayeokoa, Mungu ni Mungu anayetengeneza njia, kwa maana hata ruhusu tukaaibika mahali hapa, lakini sisi hatuko tayari kusujudia hii sanamu. Na kwa namna ambavyo walijenga namna ile imani yao kwa Bwana, Mungu hakuweza kuwaaibisha. Na ndio maana katikati ya moto Mungu anapita pamoja na wao, katikati ya maumivu Mungu anapita pamoja na wao.